Bwana Yesu asifiwe. Basi ni siku nyingine tena niko mbele yako ili nikwambie jambo lingine. Ninaamini kabisa kwamba ile siku tumezungumzia juu ya swala la matumizi sahihi ya usomaji wa Biblia na kuelewa Biblia namna inavyoelekeza. Kuna jambo niligusia, lakini leo naomba nizungumzie kwa kina kidogo kuhusiana na kitabu cha Ufunuo. Tuone nini kinazungumzwa katika kitabu cha Ufunuo. Kuna taswira tofauti. Wengine wanaamini kitabu cha Ufunuo ni kitabu cha unabii, wengine wanaamini ni kitabu ambacho kinazungumza mambo ya mbinguni. Lakini mimi nataka nikwambie, tujue kwanza hiki kitabu kwa nini kinaitwa Ufunuo. Hatuwezi kufunua kitu ambacho hakipo. Tunafunua kitu ambacho kipo, kimefunikwa ila hakijulikani kwamba humu kuna nini. Kwa tunaposema tufunue, maana tunataka tukione ambacho kimo humu ndani. Ni kitu gani? Kwa hiyo ufunuo ni kufunua kitu ambacho kipo ila hakiko wazi, hakijulikani. Ndio maana halisi ya neno ufunuo. Kitu kipo, kimefunikwa, hakijulikani kimefunikwa kitu gani. Ndio tunataka tukifunue, ndio tunasema tumefunua. Kwa hiyo huu ni ufunuo unaofunua vitu ambavyo vipo, ndio tafsiri yake. Basi naomba nikueleze moja kwa moja katika kitabu cha Ufunuo. Tuone kitabu cha Ufunuo ile sura ya kwanza. Tutasoma mistari michache tu ya sura ya kwanza. Itatupa picha, tutajua kwamba kitabu cha Ufunuo ni cha unabii wa mambo ya baadaye au kinazungumza mambo yaliyopita, yapo tayari, yalionekana, mengine yapo ndio yanaendelea, kinazungumzia. Naomba tuone katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura ya kwanza. Tuanze na mstari wa kwanza. Hiki kitabu ni ufunuo wa Yesu kwa Yohana. Yesu anajifunua kwa Yohana. Kwa hiyo sio ufunuo wa Yohana. Ni Yohana alipewa ufunuo wa Yesu. Kwa hiyo Yesu alikuwa anajifunua namna alitabiriwa, namna kanisa alivyolitaka liwe, namna anavyoliona kanisa. Anaeleza. Anasema hivi, ufunuo wa Yesu Kristo aliopewa na Mungu awaonyeshe watumwa wake mambo ambayo kwamba hayana budi kuwako upesi. Naye akatuma kwa mkono wa malaika akamwonyesha mtumwa wake Yohana. Kwa hiyo ni ufunuo wa Yesu, anajifunua. Yesu anajionyesha, anaonekana. Sasa alijionyesha kwa Yohana, akaanza kumwonyesha, amemwonyesha vitu vingi sana. Kwa hiyo katika ufunuo msingi wake cha kwanza lazima tufahamu ni Yesu anajifunua kwa Yohana. Sasa Yesu yuko baadaye au alikuweko? Yesu alikuweko na yupo tena atakuweko. Na ndivyo manabii walitabiri. Tunaona akina Isaya walitabiri. Tunaona Musa anasema atakuja mtu kwa mfano wangu, msikilizeni yeye. Na Yesu na Musa akatabiri kwa kumwinua yule nyoka wa shaba. Kwa hiyo watu bado wanatafuta unabii wa baadaye kuhusu Yohana. Nataka nikwambie unielewe ninachokueleza. Ufunuo wa Yohana unafunua vitu ambavyo vipo vimefunikwa. Kwa hiyo tunapoona hii sura, huu mstari, tunagundua ufunuo wa Yohana ni habari za Yesu anajifunua. Mstari wa pili anasema, aliyeshuhudia neno la Mungu na ushuhuda wa Yesu Kristo, yaani mambo yote aliyoyaona. Yohana anaanza kushuhudia mambo ya Yesu yote aliyoyaona na kuyasikia. Kwa hiyo sio kwamba mambo yanatafutwa, ni mambo yapo, ameyaona na anayafahamu. Kwa hiyo kuna mambo ambayo watu wameona hawaelewi maana yake. Kuna mambo ambayo hawajayaona halafu yapo yanawasumbua. Kwa hiyo lazima yafunuliwe. Kwa hiyo unaposoma huu mstari wa pili unagundua kabisa kwamba Yohana anasema mambo aliyoyaona. Sio kwamba anaongea vitu ambavyo havipo, havieleweki. Yohana mwenyewe aliviona. Kwa kuna baadhi ya vitu alivieleza alivyoviona, kuna baadhi ya vitu alivieleza alivyovisikia. Alivisikia kutoka wapi? Bwana Yesu akiwa pamoja na wanafunzi wake, kuna vingi alisema hamkusoma manabii kama walivyosema. Ina maana kuna vitu alivisikia, kuna vitu alikuwa anaviona wakati Yesu anaishi. Sasa mstari wa tatu anasema, heri asomaye na wao wayasikiao maneno ya unabii huu na kuyashika yaliyoandikwa humo, kwa maana wakati huu karibu. Naona? Kwa hiyo tayari unagundua kwamba katika haya mambo ya unabii huu. Kwa hiyo unaposoma huu mstari wa tatu unagundua kabisa kwamba mambo ya unabii huu, ina maana ni unabii uliotabiriwa, upo. Watu bado hawauelewi. Kwa hiyo Yohana ana jukumu la kuufunua ule unabii uliotabiriwa, upo, ila watu hawaelewi. Wakati fulani unatimia, hawaelewi, wanaona ni mambo mageni. Na ndio maana mambo yanachanganya. Mpaka sasa hivi unaweza kukuta mtu haelewi unapozungumza unabii unaashiria nini au unamaanisha nini. Haelewi. Kwa hiyo anaanza kutafuta mambo hayo kana kwamba yako hapo baadaye, kama Mungu atakapotoa kwa kadiri ya unabii wanaodhania wao. Sasa anasema yaliyoandikwa humo.
Yesu mwenyewe katika kufundisha kwake alisema mmesikia imenenwa, manabii walisema, hamkusoma ilivyoandikwa. Alisema maneno ya aina hiyo mara nyingi sana. Ina maana yeye kwa ujumla wake tunasema alikuja kutimiliza sheria au Torati. Sio kwamba alikuja kuanzisha sheria mpya, alikuja kuitimiliza. Kutimiliza na kukamilisha ni viwili tofauti. Inaweza kukamilika lakini sio timilifu. Haleluya. Kwa hiyo naomba unielewe kwamba unaposoma hili lazima ujue kwamba kumbe unabii huu sio ule. Huu ulioandikwa umo tayari. Umeandikwa humo kwenye hicho kitabu wanachosoma watu, kwenye hilo neno linalosoma, kwenye hiyo Biblia zinazosoma. Unabii umeandikwa humo. Kwa hiyo Yohana ana jukumu la kutoa unabii kwa wazi, kuufunua uwe wazi. Sio yeye anatoa, hatabiri yeye. Anaeleza unabii uliotabiriwa kwamba kilichokuwa kimeelezwa kilikuwa ni kitu gani. Tuone mstari wa 4. Anasema Yohana kwa yale makanisa 7 yaliyoko Asia, neema na iwe kwenu na amani zitokazo kwake yeye aliyeko, aliyekuwako na atakaye kuja, na zitokazo kwa roho 7 walioko mbele ya kiti chake cha enzi. Sasa haya makanisa yaliyoko Asia. Sasa hiki kitabu chote kilihusu haya makanisa 7. Sasa tukizungumza kwamba ni unabii wa mambo ya baadaye, ina maana huko baadaye kuna bara la Asia, kule mbinguni kuna bara la Asia. Ambalo Yohana anayaandikia haya makanisa. Aliandika hiki kitabu chote kinahusu haya makanisa 7 yaliyoko Asia. Kwa hiyo kwa maneno haya tu machache, huu utambulisho wa kitabu, unajua kabisa kwamba kilichoandikwa hakikuwa na maana ya unabii wa mambo ya baadaye tusikokujua. Kilikuwa na maana ya mambo yaliyopo tuyajue, kwamba ilitabiriwa nini kilitangazwa. Na ndio maana akasema kwa makanisa 7 yaliyoko Asia. Hii ni kwa ajili ya makanisa 7 yaliyoko Asia. Bara la Asia ndio ambalo linajadiliwa. Hili liko duniani, haliko mbinguni. Na mpaka sasa hivi hayo makanisa 7 yapo duniani, sio mbinguni. Kwa hiyo hiki tunachokizungumza kwamba kuna kitabu cha Ufunuo ni cha unabii, ni makosa. Na aidha tuseme hata uvivu wa usomaji na kutafiti. Biblia inasema Waberoya walikuwa ni watu wachunguzi wa maandiko. Watu uchunguzi wa maandiko hawana, kwamba ili neno limesema lina maana gani. Kulichunguza hawako tayari. Wakisoma wanajua ndio hivyo wanaendelea. Lakini hakuna unabii. Watu wanatishia huko mbinguni itakavyokuwa, kutakuwa na vita, malaika atakuja, sio anafanya nini. Na ndio maana wamekuwa na mafundisho mengi potofu mpaka wakiaminisha watu kwamba Lucifer ni shetani. Shetani hajawahi kuwa Lucifer. Ni kwa sababu ya watu kukosa kujua. Hakuna sehemu Biblia imeandika shetani ana jina linaloitwa Lucifer. Hakuna. Atakayeweza kunionyesha atanifanya niache kabisa kuhubiri. Itakuwa haina maana. Kwa sababu hakuna eneo limeandika shetani ni Lucifer. Ila watu wanaposoma kwa kuto kuchunguza maandiko, wanaona shetani ndio Lucifer. Vita mbinguni ilipigwa. Mbinguni wapi? Yohana anafunua, anaeleza kabisa kwamba vita ya msalaba ndio mbingu zinazosemwa, ile vita ya msalaba. Na unaposoma vitabu mbalimbali unagundua ile vita ya msalaba ndio inayotajwa. Na ile joka alikamatwa siku ile pale msalabani. Katika Waefeso Paulo anafafanua zaidi. Sasa unaposoma hii mistari michache, ndugu yangu, nikuhakikishie inatupatia majibu ya kutozelesha. Hatuna haja ya kuendelea kusoma mbele. Utambulisho unajulisha unabii wa kitabu hiki ulioandikwa humo, sio mule, humo unamosoma. Na wewe Yohana, na yeye alikuwa anasoma vitabu vya manabii, alikuwa anasoma vitabu mbalimbali, alikuwa anasoma vya watumishi wa Mungu. Kwa akawa anaambiwa kwamba vilivyoandikwa humo ndio utakiwa uwaeleze watu, wafundishe, wajue maana yake na sifa yake na tabia yake na nyakati zake. Kwa hiyo kuna vitu walitabiri bado havijatimia, waambie itakuwaje. Hivyo vitu waelewe. Sio kwamba yeye Yohana alikuwa anatabiri. Kwa hiyo nafikiri hapo tutakuwa tumeelewana bila shaka. Na kama kuna swali, una nafasi pia ya kuniuliza. Na ninaomba Mungu anijalie huko wakati tu tutauandaa, halafu tuje kujibu maswali. Tuje rasmi kwa ajili ya kujibu maswali. Wewe mimi na maswali yako ya kutosha. Halafu tutakuja hapo kwa ajili ya kuleta maswali. Tutaleta maswali yote. Majibu yote tutakuja kutujibie. Wewe hoji tu kwa kadri uwezavyo kuhusiana na neno la Mungu. Tunahubiri injili ya Kristo. Kwa hiyo lazima tulete majibu yanayopatana na injili tunayohubiri. Mungu akubariki sana.